Katika kitabu kile cha Zaburi anaanza kwa kusema, Bwana wewe ndiwe Bwana wetu. Ingawa kwa tafsiri ya Kiswahili anasema Mungu wewe ndiwe Bwana wetu. Kwa hivyo cha kwanza lazima uelewe huyo Bwana awe Bwana wako. Amen. Lazima mfanye kuwa Bwana na Mwokozi na mfalme wa maisha yako. Amen. Ndipo lile neno alilonena katika huo mstari wa 6 katika Zaburi 8 inaweza ikatimia katika maisha yako. Na pia katika mstari wa 2 anaposema vinywani mwa watoto wachanga na wanyonyao umeiweka misingi ya nguvu. Kuna nguvu alafu kuna misingi ya nguvu. Kuna nyumba alafu kuna msingi wa nyumba. Kinachosababisha nyumba iwe nyumba ni msingi wa nyumba. Kwa hivyo hajaweka tu nguvu, ameweka misingi ya nguvu. Ya kwamba yoyote anayetaka nguvu lazima jenge katika nguvu ya kinywa chako. Maanake kwa neno lako unaweza kufanya chochote kile ambacho wengine wanaweza sasa kujengea nguvu zao. Kwa hivyo angalia, Mungu misingi yake hajaweka mbinguni. Ameweka wapi? Misingi ya nini? Ya nguvu. Kiti chake cha enzi kina nguvu, inaitwa haki. Unataka haki yako, lazima utamke kwa kinywa chako kwamba hiki ni cha kwangu na hakuna anayeweza kukichukua. Amen. Alipomwona Goliath, Daudi alipomwona Goliath akasema, hiki Bwana atajitukuza leo. Alisema kwa kinywa chake, amen, wewe Mfilisti leo nakata kichwa chako, lakini hana upanga. Lakini ilibidi Mungu athibitishe maneno hayo na akamkata kichwa kwa upanga wa kimwili. Amen. Inawezekana una hela, lazima useme nafanya hiki. Sio hela nafanya, ni wewe unafanya. Kwa hela inafuata unachokifanya. Unasafiri, sio pesa inasafiri, ni wewe unasafiri. Andaa safari yako, useme nasafiri. Na mbingu watajua unasafiri. Watakupeleka kama Elia, wanajua. Wataleta mtu alete hela, wanajua. Tiketi lazima uwe nayo. Haikufundishi kwa mvivu. Inakufundisha kwa mtu mwenye mamlaka. Mstari wa 5 anasema neno pale mdogo punde kuliko Mungu. Mungu ni Mungu mkuu. Lakini anayefuata ni nani? Ni mtu. Sinaeleweka? Aliye mwanae. Anasemaje? Anasema umemvika taji ya utukufu na heshima.